Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amekutana na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing siku ya Jumatano. Xi amempongeza rais wa Belarus bwana Lukashenko kutokana na namna nchi hiyo ilivyoathiriwa na vikwazo kama rafiki wa kweli wa Uchina, na akahimiza mshirika huyo wa Urusi kuungana na Beijing katika kupinga ujeuri na uonevu. Hata hivyo, katika mkutano wao, moja kati ya jambo kubwa ambalo wamelizungumza kwa pamoja ni kuhakikisha wanashirikiana katika kupinga uonevu ambao unafanywa na mataifa ya Magharibi pamoja na Marekani. Hata hivyo, bwana Xi Jinping amempongeza Alexander Lukashenko wa Belarus kwa kuchaguliwa tena, akisema nchi hizo mbili ni washirika wazuri. Ikumbukwe China na Urusi ni washirika wa muda mrefu, lakini pia Urusi na Belarus ni washirika pia, na hivyo ushirika huu wa mataifa ya Urusi na China yameiunganisha Belarus katika ushirika mwingine. Ziara ya Lukashenko ya siku 3 ni yake ya kwanza tangu kutangazwa kuwa mshindi wa kura ya maoni iliyoshutumiwa na watu wengi mwezi Januari na kuendeleza utawala wake wa miaka 31 wa Jamhuri ya zamani ya Usovieti. Belarus ilikuwa ni sehemu ya Usovieti na zamani ilikuwa iko pamoja katika taifa moja na Urusi katika Umoja wa Usovieti. Hata hivyo, rais wa China amesema kwamba Belarus na Uchina zinakabiliwa na kampeni ya mashinikizo kutoka katika mataifa ya Magharibi kutokana na wivu mkubwa waliokuwa nao mataifa hayo ya Magharibi kuona mataifa hayo yanaibuka na kuinuka kiuchumi, na hivyo yanatengeneza mazingira ili tu yadhoofishe hali ya uchumi pamoja na maisha ya watu wa mataifa hayo mawili. Umegundua kwa usahihi kipengele kikuu cha wakati huu, shinikizo ambalo halijawahi kutokea kutoka kwa mataifa ya Magharibi juu yetu. Kwanza kabisa kwa Jamhuri ya Watu wa Uchina, alisema. Lukashenko alisema kwa upande wake kwamba macho ya mataifa mengi yalielekezwa Beijing, kwani haitaruhusu utaratibu wa dunia kuvunjwa. Uchumi wa Belarus umeathiriwa na vikwazo vya Magharibi na ushuru wa biashara kwa sababu ya kuunga mkono nchi ya Urusi, hasa vita vyake vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Mwanzoni mwa vita hivi mwaka 2022, Belarus ilishutumiwa kwamba inaungana na Urusi na hatimaye pia kupeleka wanajeshi wake katika mapambano huko nchini Ukraine, licha ya Belarus kukanusha hayo. Hata hivyo, Urusi ilitumia baadhi ya maeneo katika taifa la Belarus, hasa upande wa kaskazini, kurusha makombora yake kuelekea nchini Ukraine. Kadhalika, moja kati ya jambo kubwa ambalo Urusi imelifanya ni kuhamisha baadhi ya makombora yake ya nyuklia ya kimkakati na kuyapeleka nchini Belarus kwa sababu tu ya kuilinda nchi hiyo ya Belarus. Minsk imeitegemea Beijing kama mtoaji wa mikopo na uwekezaji, na pia inageukia Uchina kwa usaidizi na kubadilisha na kuboresha viwanda vyake pamoja na kuinua uchumi wake ambao unadorora kutokana na vikwazo vilivyowekwa na mataifa ya Magharibi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.